Mungu. Baba Jeni. Yaani mimi ninachokiona hapa, wewe unaendelea tu kujipa mawazo ya bure. Lakini ushauri wa Ali ulikuwa sahihi. Ni kweli mke wangu. Itabidi nifanye hivyo. Kwa sababu hata maisha nayoishi rafiki yangu ni maisha mazuri sana. Na nafanya hivi kwa ajili yenu, wewe na mwanetu Jennifer. Sitaki mwanangu aje akute mazingira tunayoishi ni kama haya. Sijui unaelewa mke wangu? Sawa mume wangu, lakini mara hii naomba tuwe serious. Kwa sababu mimi yeye alikuwa kweli ishanichosha mume wangu. Siwezi tena kuendelea, yani sitaki kuendelea kuishi hivi. Niamini mimi mke wangu. Niamini mimi. Mimi si mume wako. Niamini mimi. Sawa? Na utakuwa na furaha maisha yako yote. Sawa? Usikae na huzuni kila wakati. Nimekuelewa, sawa? Asante mama. Nakupenda. Penda. Tumeachoka maisha ya kimaskini sisi mtaalamu. Tunadhalilika mtaani sisi mtaalamu. Tunahitaji msaada wako. Tunaomba utusaidie mtaalamu. Sasa umefika kwa mtaalamu na kuhusu utajiri umepata. Utajiri wangu mimi una masharti. Uko tayari? Masharti gani hayo mtaalamu? Hayo masharti yanahusisha jinsia ya kike. Bila shaka atakayoenda kutumia hiyo dawa ni mke wako. Na anapoitumia lazima afe ndani ya siku 7. Kufa. Ndio. Ondoa shaka. Ndani ya hizo siku 7 huyu atarudi hapa, nitampa dawa kwenda kukufufua wewe, utarudi kama zamani. Na mtaendelea na maisha yenu ya utajiri. Angalizo. Mke wako anapokufa haruhusiwi kuonekana na mtu yoyote wala kuguswa na mtu yoyote tofauti na wewe. Itakuwa sisi nisipoamka ndani ya siku 7. Ondoa shaka. Hapa ndo kwa mtaalamu. Kwa kwenye swala la kurudi wewe duniani, hilo ni uhakika. Nikutoe hofu. Tumeelewana? Sawa. Kama tafuka ndani ya hizo siku 7, niko tayari. Munda kulanda pakaya muna mdala kwa ila mau nyanyentu mau nyanyentu mau nyanyentu. Sasa naomba mnisikilize kwa umakini. Nenda kwa kabidhi hizi dawa za kwenda kutumia. Masharti ya hii dawa msije mkakosea. Hii dawa yenye karatasi nyeupe ni ya kukoroga kwenye uji
na kunywa. Sawa sawa? Sawa sawa mtaalamu. Hii dawa iliyokuwa kwenye gazeti ni ya kuoga wewe hapa. Hizi dawa utazitumia asubuhi. Ndani ya lisali moja wewe utakuwa umekufa. Kabisa wewe hapa, sababu wewe ndo mtumiaji na atakufa. Wewe utakayerudi hapa. Sawa sawa? Sawa mtaalamu. Tajiri mshapanda. Baada ya siku 7 wewe utakuja hapa kuchukua dawa ya kumfufua huyu ili mkaishi maisha yenu ya utajiri. Tumeelewana? Nimekuelewa mtaalamu. Sawa sawa. Karibuni. Vipi mke wangu? Unajisikiaje kwani? Mimi najisikia kawaida tu. Yaani sijakuelewa. Kawaida vipi? Yaani najisikia tu kawaida tu kama siku zote. Yeah. Usitaki kuniambia kwamba mtaalamu ni muongo, kwa sababu maelekezo yake yalituambia kwamba ukitumia dawa baada ya saa hili ni moja, tutakuwa tushapata majibu. Unaona mpaka sasa hivi sioni chochote kinachoendelea. Na wewe nakuuliza unaniambia kwamba usikii chochote. Sisi chochote. Hii sio kawaida. Wewe hizo dawa umezitumia tumiaje kwa? Mganga aliniambia moja ni ya kuoga na nyingine ya kunywa. Leta hizo dawa kwanza, tuone umezitumia tumiaje. Maana sitaki kuamini kwamba yule mganga ni muongo. Sitaki kuamini kabisa. Hizi hapa. Hii mganga aliniambia ninywe na hii aliniambia nioge. Na mimi nimefanya hivyo kama alivyonielekeza yeye. Mke wangu, hii dawa hii hapa ulitakiwa uoge na hii hapa ndio ulitakiwa unywe. Sasa wewe hapo ya kuoga umekunywa na ya kunywa umeoga mke wangu. Sasa tunafanyaje mume wangu? Sasa basi turudi tena kwa mganga. Sasa nitakuwaje mume wangu? Mke wangu, kule sio rahisi mke wangu kwa mtaalamu kwenda. Sio rahisi, nafikiri yule atatuelewa mke wangu. Sio rahisi kabisa mke wangu. Anyway, fanya kitu kimoja sawa? Tusiendelee kubishana. Fanya ujiandae. Tutoke sasa hivi, tuondoke. Fanya haraka sana. Nikapotea mbele ya macho yangu. Nimewasikiliza, nimewaelewa pia. Siwezi kufanya maamuzi mimi kama mimi ninaongozwa na mizimu. Inabidi niongee na mizimu, wao ndio wenye maamuzi. Imekuwa ni siku ya bahati sana kwenu. Mizimu imekubali. Sio kwa shati lile tena. Shati linabadilika. Hauwezi kufanya wewe, hauwezi kufanya wewe. Huyu kashakosea masharti, inabidi afanye tena mtu mwingine. Awe wa kike. Je, na mtoto wa kike? Na mtoto wa kike? Ndio, tunaye. Basi vizuri sana. Vizuri sana. Sasa hiyo dawa inabidi aitumie mtoto wenu wa kike.
masharti ni yale yale. Ndani ya siku 7 taona matokeo. Baada ya hizo siku 7 ibidi mrudi hapa kwa ajili ya kumalizia dawa. Mpo tayari? Sasa wewe mbona umeenda tofauti na njia niliyowafundisha darasani? Eti sijakuelewa njia uliyotumia hapa. Umetumia njia gani? Haukuniona mimi mwalimu nilivyokuwa nafundisha ubaoni? Alafu nikiwauliza mnasema ndio mwalimu nimeelewa, ndio mwalimu nimeelewa. Ulichoelewa nini hapa? Eti ulichokielewa hapa nini? Ona huko. Nini maana yake? Si nimefundisha darasani? Alafu maswali kama haya mepesi mnakosa. Sawa? Kwa hiyo njia uliyotumia hapa, hii njia sijaielewa. Una shida gani? Shikamoo mwalimu. Baba mjambo. Una shida gani? Mbona mnasimama? Tawatia bakola hivi. Haya, ndio. Unasemaje? Mwalimu, huyu hapa alisema hivi, hiyo kuuliza kuhusu swala la Jennifer. Umeshalifuatilia? Maana tumemisi sana. Swala la Jennifer. Jennifer, hata mimi hili swali linanitatiza sana. Kwa sababu hajaja shuleni na siku ya 4. Unaona? Na nilichokuwa nakifikiria hapa kwamba nikishamaliza vipindi vya darasani niweze kwenda kwao nikamwangalia ili tujue ana tatizo gani. Na nikipata taarifa ya kule nitakuja darasani kuwaambia kwamba amepata nini. Sawa. Hapa kati yenu kuna yeyote anayejua kwao? Hapana. Basi nitafuatilia hili swala, nitaenda. Nitaelezea. Alafu natakiwa sasa ile maswali niliyo hapa darasani mmalize, kusanye daftari zenu saa 9. Nakuja. Habari mama Jennifer. Salama za kwako? Salama kwema. Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Karibu. Asante. Bwana, huu mguu ulikuwa ni wako? Ndio. Mimi ni mwalimu wa Jennifer. Jennifer sijamuona shuleni ni siku ya 4 sasa. Sijajua tatizo ni nini. Yaani siku ya 4 leo hajafika shuleni? Ngoja nikwambie ukweli. Yule Jennifer mimi sio mwanangu. Ni mtoto wa kakaangu. Yaani mimi shangazi yake tu. Kweli shule nilianzisha mimi, lakini kwa sasa yuko kwa baba yake. Na sijapata taarifa yoyote kuhusu yeye. Sasa sijui ana shida gani. Ndio, ana siku ya 4 hajafika shuleni na namfuatilia sana kwa kuwa mimi ni mwalimu wake wa darasa. Na maendeleo ya Jennifer anayajua fika. Hata wanafunzi wenzake wanamjua vizuri. Kwenye masomo anaongoza. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana umfuatilie mtoto tujue kwamba ana tatizo gani ili tuweze kumsaidia. Usijali mwalimu. Ngoja niwasiliane na baba yake. Majibu atakaonipa basi nitakujulisha. Basi sawa. Kwa tayari tumeongea mengi. Nilikuwa naomba mawasiliano ili tuweze kupeana taarifa baadaye nini kitakachojiri. Haina shida. Kaka, mimi nimekuita hapa tuzungumze kitu kimoja. Mwalimu wake na Jennifer amefika hapa na amenielezea kuwa Jennifer na siku ya 4 leo hajafika shuleni. Sasa sijui shida ni nini. Dada, hicho ndio ulichonitia hapa mimi? Kwa hiyo sio cha muhimu. Sioni kama kina umuhimu wowote kwa sababu masuala ya Jennifer kwenda shule kutoka kwenda shule niachie mimi. Ile ni familia yangu mimi. Lakini mimi si shangazi yake. Wewe ni shangazi tu. Yule mimi ni mwanangu mimi. Masuala yake yeye yananihusu mimi na mama yake.
Changamoto anazozipata yeye zinanihusu mimi na mama yake. Dada yangu, narudia tena, achana na familia yangu. Lakini mimi yule mtoto ndo nimempeleka shule. Hata kama dada, nielewe. Na unanielewa nikishasema nimesema. Familia yangu iache kama ilivyo. Nimemaliza. Hivyo una akili kweli wewe? Kuna kapatwa na nini? Zimebaki siku chache sana ili tuweze kufanikisha jambo letu. Wewe usikae na huzuni. Mtoto wetu atakuwa sawa tu. Kikweli Bajeni, yani uvumilivu unanishinda. Yani siwezi kuendelea kumwona binti yangu amelala hapa. Ni msaada wote yani. Siwezi. Natamani hiyo siku ifike kikweli, turudi tukua mtaalamu. Mimi nataka kumwona binti yangu katika hali yake ya kawaida kama siku zote. Jeni, mimi Hivyo brother, una akili kweli wewe? Dada anakufuata kuhusu swala mtoto shule. Unaweza kumjibu vitu ambavyo havieleweki. Kama ni mtu mzima una akili kabisa. Na vitu unavyovifanya ni vitu vya kitoto sana. Mpaka saizi hapa haueleweki mtoto yuko wapi. Dada amekufuata vizuri tu, anafuata na mwalimu. Anakuja kuuliza kuhusu mtoto. Wewe mtoto umempeleka wapi? Mtoto shuleni anatafutwa na nyie ndo kama wazazi. Cheki vimacho. Vimacho. Mtoto yuko wapi? Tupeni majibu. Tupeni majibu tujue mtoto aliko. Sio tu mnatuangalia usoni. Kakako unamuelewa huyu? Dada, unamuelewa huyu kweli? Mtoto yuko wapi? Mtoto yuko wapi? Unajua mimi sijamzoea hivi blaza kabisa. Yaani kipindi cha nyuma alikupo ni baba mwenye msimamo na familia yake, lakini sasa hivi yani amekuwa bure kabisa, amekuwa ni mpumbavu mmoja sioeleweka. Wewe tuambie mtu umpeleka wapi? Kama umemuozesha situambie bwana, umemuozesha tujue. Maana kinya mchelewi. Mtoto mdogo mnamuozesha. Hivi unajua kwamba elimu ndio kila kitu katika maisha? Unamtengenezea maisha gani mwanao kesho na kesho kutwa? Unataka je kutabika kama unatabika wewe sasa hizi? Alafu kwa ni mtoto wa kike. Shemeji. Mtoto umempeleka wapi? Tunataka tujue leo mtoto umempeleka wapi? Yaani huyu tangu kamuoa huyu mwanamke. Yaani umekuwa zuzu mpaka nini? Swadata kabisa. Unanitumbulia macho? Wewe ndio uko naongea wewe. Wewe umekuja kule unafungua mdomo. Sebu angalia. Huyo mtoto yuko wapi? Wewe. Hivi kuna mtu ambaye ashawahi kuleta daftari hapa? Peni? Na kuulizeni nyie. Wewe shule kampeleka nani wewe mtoto? Sawa, shule umempeleka wewe lakini mimi ndo baba yake. Sawa Yule ni mwanangu mimi. Hakuna mtu aliyetia guu hapa kuja kumletea peni wala kalamu. Mtoto yule. Sasa habari za mtoto na Jennifer ni maneno. Fuatani maisha yenu, sawa Achaneni na mwanangu. Sawa? Maisha ya mtoto kwenda shule, kutoka kwenda shule niacheni mimi na mama yake. Sijui mnanielewa? Hakuna baba. Wewe. Baba zizi. Wewe. Hakuna baba. Nyie, hivi hamnijui vizuri kumbe nyie. Hebu kwanza tokeni kwangu kwanza. Tokeni hapo. Tokeni. Toka kuna dakika. Toka.
Bado yuko wapi mwanzo? Sisi tumemwacha kwa huko nyuma. Yule bwana anakuja tu wewe. Ndugu yangu, unamwona kweli yule? Nimeelewa wapi ndugu yangu? Na mazingira kama wewe tu yani. Yaani mtu tunamshauri maisha yake na familia yake anatukimbiza nyumbani kwake kama mbwa kama hivi. Sasa sikia ndugu yangu. Yule bwana tuachane naye. Au unasemaje? Wewe kuachana naye kwa sababu mtu kama unamshauri mwenyewe maisha yake na familia yake atukimbiza kama hivi kama mbwa. Ipo sio kuja mguu unajua. Sasa sikia. Ngoja mimi nishuke kule bondeni kule. Nikachukua yale makopo, nipande nayo. Niapeke kule. Unajua tena? Fresh mwanangu. Sasa baadaye. Baadaye tutakuta magetoni. Poa. Au sio? Poa. Kinaendelea nini? Matatizo tu ndugu yangu, si unajua. Lipango la Mwenyezi Mungu huwezi kulipangua hata mara moja. Mtaalamu ndio huyo ambaye amechukua mbele kwa hospitali. Amefariki ndugu yangu. Unasemaje? Baada ya hizo siku 7 ibidi mrudi hapa kwa ajili ya kumalizia dawa. Mganga? Hapana, haiwezekani. Mwanangu jamani. Nimefanya nini? Wewe mtaka mwanangu. Akaniahidi hazina kwa damu ya mwanangu mmoja. Mikono yake ilitetema, lakini moyo ulinyamaza. Kicheko chake kisicho na huruma kikanivuta kwenye giza. Mganga ameniponza, mwanangu amelala milele. Fedha hazifuti damu, hazifuti machozi. Mwanangu jamani. Mwanangu Jeni mwanangu. Jeni usiniache. Mama. Jeni jamani. Jeni amka. Sina ruhusa mtoto Jeni akuuliza mwanangu. Kanga yake ilipepea kama bendera mwanangu jamani. Nimefanya nini? Aliposema kwa sauti laini roho yangu. Kwa nini mwanangu? Kwa nini mwanangu jamani? Mwanangu jamani. Mwanangu. Jeni mama yangu. Jeni usiniache. Mama. Mwili wa mwanangu Jeni jamani. Jeni.